Hujambo na karibu tena mtazamaji wa Zone Media. Taarifa niliyokuwa nayo hapa ni taarifa inayomhusu Rais wa Marekani Donald Trump. Amezungumza kwa mara ya kwanza tangu kambi ya Marekani ya Al Udeid iliyoko nchini Qatar kushambuliwa na nchi ya Irani. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa shambulizi la kulipiza kisasi lililofanywa na Irani dhidi ya Marekani limekosa athari kubwa, akisema kuwa kati ya makombora 14 yaliyofuatuliwa 13 yalidunguliwa na moja halikuwa na tishio lolote. Kupitia ujumbe aliouweka kwenye akaunti yake ya Truth Social usiku wa Juni 23, Trump amesema kuwa hakuna Mmarekani aliyejeruhiwa wala kuathiriwa na shambulizi hilo, na kuongeza kuwa uharibifu uliosababishwa ni mdogo sana. Trump amesema Irani imeondoa hasira yao yote kupitia shambulizi hilo na kuonyesha matumaini kuwa hakutakuwa na chuki zaidi kuanzia sasa. Ametoa shukrani kwa Irani kwa kutoa taarifa za mapema, hali iliyowezesha kuepusha vifo na majeruhi. "Ninapenda kuishukuru Iran kwa kutupa taarifa mapema, hali iliyowezesha kutokuwa na vifo wala majeruhi," alisema Trump, na kuongeza kuwa ana matumaini kuwa sasa Irani itaelekea kwenye amani na utulivu wa kikanda. Rais huyo pia ameahidi kuhimiza Israel kufuata njia hiyo ya amani. Taarifa hii inakuja saa chache baada ya Irani kurusha makombora kuelekea vikosi vya Marekani katika eneo la Guba, ikiwa ni majibu kwa mashambulizi yaliyotekelezwa na Marekani dhidi ya mitambo ya nyuklia ya Irani hapo jana. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo imetufikia hivi punde kwamba Rais wa Marekani amedokeza kwamba Irani sasa inakwenda kufuata amani, kwa sababu kitu ambacho amekifanya hapa kinakwenda kuonyesha wazi kabisa kwamba Irani hawatakuwa na kinyongo tena dhidi ya Marekani, kwa sababu wameweza kulipiza kisasi kwa kutumia makombora yale yale ambayo yalikuwa ni idadi ya hapo mwanzo Marekani aliposhambulia vinu vya nyuklia vya Irani. Tufuatilie mtazamaji, ili uweze kufahamu taarifa zaidi, basi utaweza kujua nini ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Naitwa Victor Moshe na hii ni Zone Media.